Yes, amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie kabisa wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo jeudi le 27 Novembre 2025. Tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari za mapigano tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritware ya Masisi na Walikale, ambapo mapigano makali yaliripotiwa huko, pamoja na ndege za FARDC kufanya mashambulizi zidi ya ngome za wasi wa AFC M23. Na tumewaletea taarifa mingi, tutawaambia kinachoendelea kabisa hapo kwenye shamba la vita na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Hii ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika na zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, kucomment na kulike, kusambaza taarifa hizi kwa walio wengi, kuendelea kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo iko hapo mu description. Gusa kwenye titre utapata linki hiyo, au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Na habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja mu teritware ya Walikale na Masisi, ambapo ndege ya FARDC ilishambulia nafasi za wasi wa AFC M23. Kabla ndege hiyo kushambulia wasi wa AFC M23, kulikuwa kunaripotiwa mapigano kati ya vikosi vya wazalendo na wasi wa AFC M23 ndani ya Kibati. Mapigano hayo makali kati ya pande mbili yalianza asubuhi ya leo Alhamisi. Asubuhi mapema ndipo wazalendo walipigana na AFC M23 hapo Kibati. Kibati inapatikana mkundi la Luberike, ni ndani ya Walikale. Kulingana na vyanzo vya utawala na usalama, wazalendo walianzisha mashambulizi zidi ya maeneo ya wasi kwa kutumia silaha nzito na nyepesi. Milipuko ilisikika katika eneo hilo, na kulingana na vyanzo vya ndani, mapigano hayo mapya yalizuia trafiki barabarani kati ya Kibua na Kashebere. Hali iliendelea kuwa tete huko Kibati. Wazalendo ambao walitokea ndani ya maeneo ya misitu kuwashambulia waasi wa AFC M23 walikuwa na objectif ya kuwatimua hapo. Wakati mapigano yalikuwa yakiendelea kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 hapo Kibati, ndege ya FARDC nayo iliingilia kati kwa kushambulia ngome za waasi wa AFC M23 hapo Kibati na Masisi. Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walitumia ndege yao ya kivita Sukhoi kulipua maeneo ya wasi wa AFC M23 huko Kibati katika eneo la Walikale pamoja na Kasopo. Sasa hapo ni ndani ya eneo la Masisi. Mashambulizi haya ya angani yalitokea mwendo wa saa 9 alasiri kwa saa za huko. Kulingana na vyanzo vya habari katika eneo hilo, moshi mweusi ulionekana katika kambi ya wasi wa AFC M23 iliyoko Kibati, inayomaanisha kwamba kambi yao ililunguzwa, ikalipuliwa na ndege Sukhoi ya FARDC. Wakati wazalendo walikuwa mu contre-offensive hapo chini, ndege ya kivita hapo juu nayo iliwasaidia kuwashambulia hao wasi wa AFC M23. Na muda huo wakati ndege iliondoka hapo tu, wasi wa AFC M23 nao walirenforce wanajeshi wao kutoka Kashebere, wakaendelea kupigana na wazalendo hapo Kibati. Muda huu tunapoongea, hali huko Kibati ni tete, ni wazalendo hawajaikamata Kibati, ni AFC M23 nayo ilishakataa kabisa kuondoka ndani ya mji wa Kibati. Ni kivumbi na jasho, mapigano yanaendelea. Tutafahamu mengi wakati mapigano yataisha hapo, ila wazalendo wako mwatake ili kuwaondoa waasi hao wa AFC M23 ndani ya eneo ya Kibati, na waasi hao nao wako wanapigana na wazalendo
ili kuendelea kumiliki eneo ya Kibati. Na kama ukumbusho, si mara ya kwanza au ya pili katika miezi hii miwili ambapo wazalendo wanashambulia AFC M23 katika Kibati. Kibati ilikuwa ikilengwa na mashambulizi ya kila mara ya wazalendo wakitaka kuwanyakua waasi udhibiti wa eneo ya Kibati, na mapigano yanaendelea siku ya leo. Wazalendo wangali wanataka kuikamata eneo ya Kibati. Mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine kati ya vikosi vya wazalendo na FARDC na waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo ya Walikale na Masisi. Masisi kwenye kuna ripotiwa mapigano ni ndani ya eneo ya Bweru. Bweru kulikuwa mapigano siku ya leo baada ya mapigano mengine yaliyokuwa siku ya jana maeneo karibu na Bweru, eneo ambayo inaitwa hapo kwenye SNDH walipigana na AFC M23 Kivuye. Siku ya jana Kivuye walipigana wazalendo na waasi wa AFC M23. Wakati wa mapigano hayo mtu mmoja aliuawa na mwingine kujeruhiwa vikali. Mapigano hayo yalifanyika Jumatano jana katika eneo hilo la Kivuye, ni Bashali Mokoto pale, ni territoire toujours ya Masisi. Kulingana na vyanzo vya afya katika eneo hilo, mwatiriwa wa kwanza alikuwa kijana wa miaka 20 ambaye alipigwa risasi mita tu kutoka kituo cha afya cha eneo hilo, ambapo baadaye alikufa kutokana na majeraha yake. Mwatiriwa wa pili alikuwa mwanamke wa eneo hilo ambaye alidungwa kisu wakati wa mapigano hayo. Alipelekwa katika kituo hiki cha afya kwa matibabu ya awali kisha kuhamishwa hospitali kuu ya rufaa ya Mweso. Wakati wa kupigana hapo kulikuwa kuporwa kwa wakaaji. Wakaaji waliporwa sana vitu vyao wakati wa mapigano hayo. Vita hiyo ambayo iliripotiwa siku ya jana hapo Kivuye, mfumo mzima wa mawasiliano ulikatika kwa muda katika eneo hilo kabla ya kurejea saa chache wakati mapigano yaliisha. Na wakati hali ilirejea kuwa ya utulivu jioni ya jana maeneo hayo, leo mashambulizi yalisikika ndani ya eneo ya Bweru. Hapo ni mgroupement toujours ya Bashali Mokoto, territoire ya Masisi toujours, tena eneo inayokuwa karibu na Kivuye pale ambapo siku ya jana walipigana. Ilikuwa aje hapo Kivuye? Wazalendo toujours wa SNDH waliatake wa rebele wa AFC M23. Taarifa tunazo kutoka hapo ni ya kwamba wazalendo waliatakia AFC M23 asubuhi mapema saa 10. Wazalendo waliatake sana AFC M23 mu position zao. Mapigano yaliendelea kusikika hapo na wakaji walianza kuondoka kijiji hicho kutokana na mapigano hayo ambayo yalikuwa yakisikika hapo kwa milipuko ya silaha nzito na nyepesi. Wakaji walikimbilia ndani ya vijiji vyenye usalama karibu na hapo na kuacha wazalendo na AFC M23 wako napigana hapo Kivuye, na mapigano yanaendelea siku yote kabisa. Mapigano yanaendelea kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo hayo. Wazalendo siku ya leo walilansea atake mo mapozisio tofauti za AFC M23 wakitaka kuwanyakua udhibiti wa maeneo wanayoyamiliki kama hapo Bweru na Mpati. Tutakuja na Kibati Plitomo Walikale pale ambapo ndege Sukhoi ilishambulia. Tutajua mengi wakati vitaisha pale, ndipo tutajua resulta, yani matokeo. Ila kwa sasa ni mapigano yanayoendelea kati ya pande mbili. Waasi wa AFC M23 wanapigana na vikosi vya wazalendo hatari, tena hatari zaidi. Tuendelee na taarifa zetu tukielekea ndani ya territoire ya Mwenga. Hali ni ile ile, waasi wa AFC M23 wangali na pigana na vikosi vya FARDC, FDNB na wanajeshi wa AFC plutôt na wanajeshi wa FARDC. Waasi wa AFC M23 baada ya kukamata maeneo ya Kilungutwe, maeneo ya Kikasa, wanaendelea kuwashambulia wanajeshi wa FARDC na wazalendo ili kuendelea kusonga mbele. Nikiwaambia kwamba hapo Kasika ambapo walikamata iko mo 30 km na Mwenga centre, inacho maanisha ni ya kwamba wanaendelea kusonga mbele wakielekea ndani ya Mwenga centre.
wazalendo na FARDC pamoja na FDNB wanapaswa kuwa makini hapo na kupiganisha hawa wa rebele wa AFC M23 ili wasiendelee kuavance pale. Kama si hivyo, nawaambia na maeneo mengine yatakamatwa na wasi wa AFC M23 ndani ya teritwari ya Mwenga. Vita vinaendelea, mapigano yanaendelea kati ya pande mbili, na nitakuja kuambia kinachoendelea hapo wakati nitakuwa nimepata kabisa habari zote pale kwa kinachoendelea, ni wapi mapigano yako, ni hali ni vipi. Kama kawaida hayo ndio yenye ninawafanyaka, nawaambiaka kabisa taarifa za kweli. Ndio maana huko mapigano yanaendelea ndani ya maeneo ya axe Kasika na kwenye route nationale numero 2, wana njia route inayoelekea Mwenga Centre, wangali napigania pale. Nitakuja na details zote wakati wale ambao tuko naongea nao hapo kufro watapatikana, watuambie pale kinachoendelea kwa sasa ni vipi. Chakwambia kwamba habari za vita kabisa mtazipata 5 kwa 5 kama kawaida. Tuendelee na taarifa zetu. Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alitoa wito kwa uelewa wa kina zaidi wa mtazamo wa kimataifa wa ukosefu wa usalama nchini Kongo. Alisema kuwa mgogoro huo, ingawa ni wa kweli, haujumuishi eneo lote la kitaifa. Alisema kwamba ninapozungumzia amani, sitaki kudharau umuhimu wa shida tunayopitia kwa sababu inatuathiri sisi wote, lakini hiyo inawakilisha rasilimali ngapi kati ya kilomita za mraba 2345,000 ukitoka pale ambapo wako na pigania, pale ambapo vita vinaendelea na kufika ndani ya Kinshasa. Alisema hayo akiangazia pengo kati ya hali halisi na taswira inayoonyeshwa nje ya nchi. Wageni wengi wanaogundua Kinshasa waeleza mshangao wao. Kabla ya kuja hapa tuliambiwa kulikuwa na risasi kila mahali. Patrick Muyaya alitoa wito wa kusonga mbele zaidi ya mtazamo huu finyu na kuwahimiza watendaji wa uchumi katika kitaifa na kimataifa kuzingatia kila changamoto kama fursa ya kuwekeza na kufanya kikumbuka uwezo mkubwa wa nchi. Hayo aliyatangaza Patrick Muyaya ni jana ambapo alitangaza hayo. Habari zetu zinaendelea kama kawaida, huwa tunawaletea taarifa tofauti. Guinea Bissau, kundi la maafisa lilimpindua Rais Embalo. Chini Guinea Bissau, kundi la maafisa walijitangaza Jumatano siku ya jana kama bodi mpya ya uongozi nchini humo. Walidai kuwa wamempindua Rais Umaro Sisoko Embalo na kuchukua udhibiti wa taasisi hizo. Tangazo hili lilikuja saa chache baada ya milio ya risasi kusikika karibu na ikulu ya rais huko Bissau. Kujiita kamanda ya juu ya kijeshi kwa kurejesha utaratibu, kikundi hicho kilisema katika taarifa kwamba kimechukua udhibiti wa nchi hadi taarifa zaidi. Kilisimamisha mchakato mzima wa uchaguzi unaoendelea na kuamuru kufungwa mara moja kwa mipaka ya ardhi na anga pamoja na amri ya kutotoka nje. Taarifa hiyo iliyotolewa kutoka makao makuu iliyosomwa na afisa mkuu anayedai kuwa anafanya kazi kwa jina la usalama wa taifa na utulivu wa umma. Kundi hilo linashutumu mamlaka zinazoondoka kwa unyanyasaji mkubwa na udanganyifu wa uchaguzi katika mkesha wa kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais wa bunge wa Novemba 2023. Na Rais Umaro Sisoko Embalo alithibitisha kwa waandishi wa habari wa Radio France Internationale kwamba alikamatwa na kisha kupinduliwa na jeshi, akishutumu mapinduzi haramu na kuitaka jumuiya ya kimataifa kutoitambua amri hiyo mpya. Mapema siku hiyo milipuko ilikuwa imesikika katikati mwa jiji na kusababisha hofu miongoni mwa wakazi. Magari ya kijeshi yamesambazwa karibu na miundombinu ya kimkakati, ikiwa ni pamoja na ikulu ya rais, kituo cha redio cha kitaifa na barabara kadhaa zinazoelekea uwanja wa ndege. Mgogoro huu unakuja wakati nchi hiyo ikisubiri matokeo ya uchaguzi uliowasilishwa kama uamuzi wa utulivu wa kisiasa baada ya miaka kadhaa ya mivutano ya mara kwa mara ya kitaasisi. Hali iliendelea kuchanganikiwa huko Guinea Bissau
na mpaka ambapo mitandao ya mawasiliano ilikuwa ikifanya kazi mara kwa mara na uwepo wa kijeshi uliimarishwa sana. Hapo ni ndani ya Guinea Bissau ambapo presida wa huko alipinduliwa kabisa mamlakani na viongozi wa serikali. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea, na waomba kuendelea kusubscribe kama kawaida, yani kujiabone, kupartager taarifa hizi kwa walio wengi na kuendelea kujiunga nasi na chaine yetu ya WhatsApp. Asante.